Hiki ni kikundi cha miti ya parachichi. Ni miti ya parachichi ambayo tumeamua kuanzisha sisi Jeshi la Akiba tarafa ya Mtae. Dhumuni letu kubwa ni kuwaboresha watu waachane na biashara za madawa kulevya kama vile upikaji wa gongo, mirungi pamoja na bangi. Kwa hiyo miti hii ya parachichi itatusaidia kwa miaka ijayo, miaka miwili ijayo, kwamba tukiuza parachichi itatusaidia kupata kipato. Ndivyo tukaamua sisi Jeshi la Akiba tusiamue tu labda kuwakamata wahalifu huko na huko, wafike katika kitalu chetu hiki ili wajifunze elimu hii. Wito wangu kwa wananchi, hususan tarafa ya Mtae. Mtae kulikuwa kuna zao la kahawa, kulikuwa kuna zao la peasi, lile limetoweka. Kwa sasa ninawahamasisha wananchi wa Mtae, zao la parachichi ni rafiki kwetu. Kwanza hali ya hewa ni safi na parachichi ni soko katika dunia yani kwa sasa. Kwa hiyo nawahamasisha wananchi wa tarafa ya Mtae na wananchi wote wa Tanzania kwamba tujiunge na zao hili, na tunawakaribisha katika kitalu chetu hiki ili tuweze kuwapa elimu na jinsi ya kupanda zao hili. Mimi jina langu ni Kamanda John Simon Shelugala. Ni Jeshi la Akiba la tarafa ya Mtae ambapo tumeungana pamoja kwa ajili ya kutokomeza uhalifu. Tumeangalia njia ya kupambana na uhalifu katika maeneo yetu. Wenyeji wetu wanajishirikisha na biashara za kuuza mirungi, madawa kulevya, bangi, pombe aina ya moshi. Navyo ni hatari kwa afya na kwa watumiaji na pia kitaifa. Kwa hiyo tukaona sisi ndio tunaopambana na uhalifu. Kabla ya kuwakamata wale watu moja kwa moja, tuje na njia ya kuwatafutia mbadala. Tutengeneze shamba darasa kwa kuwatumia hawa askari ambao tunaoenda kukamata. Wakituona sisi tukifanya mfano, nao wataacha. Na tayari tumeshaanza kutembea maeneo mbalimbali, kata mbalimbali katika tarafa yetu, na watu washajitolea kutoa mashamba na kuacha maeneo hayo, kutopanda mirungi, kutopanda miwa kwa ajili ya kutengeneza pombe ya moshi na bangi. Hatimaye watengeneze mashamba ya kupata pesa kwa njia ya halali ambayo ni miparachichi. Na miparachichi hii ina uhakika kwa sababu tumedadisi soko na ni matumizi yake ni mazuri kwa afya ya mtumiaji, pato la kitaifa, pato la familia, baadaye familia zote zinakuwa hakuna uhalifu, na uhalifu huo unakuwa endelevu kwa sababu utakapopanda mparachichi huu unakaa miaka 3 unaanza kuvuna, lakini mparachichi huo utaula baada ya miaka 25 ndio unazeeka, unapanda mti mwingine. Kwa huo muda tayari tutakuwa tumepambana na uhalifu kwa kiasi kikubwa sana. Wito wangu mkubwa kwa wananchi ambao hawapendi kujishughulisha wako mitaani, waache kazi za kukaa mitaani, kwa sababu watakapokaa mitaani itakuwa rahisi wao kujiingiza kwenye uhalifu. Itawapelekea wao wawe wakataa pema, waje mikononi kwetu. Na sisi kabla ya kuwakamata tunawapa elimu. Hatutaki familia, jamii iwe na uhalifu. Tunataka jamii yote iwe salama, jamii yote itafute kipato kwa njia ambayo iko halali. Naitwa Inspector Stanley Chambo kutoka kata ya Mtae na tarafa ya Mtae. 290460 Aishatu Kaniki Sheiza. Mimi ni mwakilishi wa risala fupi ya kikundi cha parachichi kwa ma-MG wote. Na salimia meza kubwa kwa jina la Jamhuri pamoja na wadau wote. Ya kikundi cha Jeshi la Akiba kuhusu kilimo cha parachichi kama sehemu ya kupambana na matumizi ya madawa ya kulevya katika tarafa ya Mtae. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ndugu viongozi wote ngazi ya wilaya, afisa tarafa Mtae, viongozi na wageni waalikwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote tunapenda kutoa shukrani zetu kwako kwa kuweza kufika kwa ajili ya shughuli yetu. Asante sana, Mwenyezi Mungu akubariki sana. Sisi ni Jeshi la Akiba la tarafa ya Mtae ambao tumefanikiwa kuwa na taasisi ya kijamii inayoitwa Avo Environmental Group. Kikundi hiki kilianzishwa mwezi wa 11 2024
mwongozo wa afisa tarafa wetu Mtae ndugu Danieli Ngalupela wakisaidiana na kamanda Chambo wa kituo cha polisi Mtae. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo kubwa la kuanzisha kikundi hiki lilikuwa ni kupata mafunzo ya kilimo cha parachichi ili kuweza kuzalisha miche ya parachichi na kupanda zao la parachichi. Tunashukuru hadi sasa tumepata mafunzo ya uwatikaji wa miche ya parachichi ya mwalimu wetu ndugu Danieli Elia Ngalupela, ambapo hadi sasa tunaendelea na hatua ya mwisho ya mafunzo ya kufanya grafting ili kupata aina ya parachichi tunayohitaji. Hata hivyo tumepanga kuzalisha parachichi aina ya hasi ambayo ndiyo inafaa zaidi kibiashara ya ndani na nje ya nchi. Aidha, tunashukuru afisa tarafa ambaye ametuletea wataalamu wa vikonyo bora kutoka Njombe. Hivyo tutakuwa na mafunzo ya vitendo kwa muda wa kama wiki 2. Mheshimiwa mgeni rasmi, malengo mengine ni kutoa elimu kwa jamii ya tarafa ya Mtae ili wawe wanajishughulisha na kilimo cha parachichi badala ya kufanya kazi ambazo ni haramu kama upikaji wa gongo, kulima bangi na mirungi na kadhalika. Hadi hivi sasa tumefanikiwa kuwaelimisha baadhi ya vijana waliokuwa wanajishughulisha na kulima mirungi na bangi. Wameachana nayo na wameanza kuandaa maeneo kwa ajili ya kilimo cha parachichi. Hii kwetu ni hatua kubwa sana, kujiongezea kipato chetu wenyewe. Hili ni mojawapo ya lengo kwa kikundi hiki, kwani tunategemea baada ya kuuza miche hii tunajiongezea kipato chetu binafsi. Kwani mojawapo ya changamoto ya Jeshi la Akiba katika kazi zetu ni ukosefu wa fedha ambalo linasababisha ushawishi toka kwa wahalifu. Hivyo tukiwa na uchumi mzuri wenyewe hatutaweza kushawishiwa na wahalifu. Kutoa elimu kwa wananchi maeneo tunayotoka. Jeshi la Akiba linatoka kila kijiji katika tarafa ya Mtae. Hivyo tutahakikisha tunatoa elimu kwa tarafa nzima ya Mtae na pia ndani ya wilaya nzima, kwani taasisi yetu imesajiliwa kufanya kazi ndani ya wilaya nzima ya Lushoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, hadi hivi sasa tuna jumla ya miche 6,000 na mategemeo ya kuitoa ni mwezi wa 12 2025, ambapo tutagawana na mingine kuuza. Hadi sasa miche 800 imeshawekwa oda na mategemeo yetu ni kupata kiasi kisichopungua shilingi milioni 15. Mwisho, hadi sasa tumeshatumia kiasi cha shilingi milioni 2.6 kuanzia kutafuta mbegu, kuatika, kutafuta viriba, gharama nyingine tofauti. Aidha, hatua iliyosalia inahitaji kiasi cha shilingi milioni 1.5 kwa ajili ya gharama za kufanya grafting. Imeandaliwa na uongozi wa kikundi cha Avo Environmental Group. Nichukue tena nafasi hii kuendelea kuwapongeza wananchi wa tarafa hii ya Mtae kwa kazi kubwa ambao wanaifanya na ushirikiano mkubwa alionao. Tunaona jinsi ya vijana ambao wanafanya shughuli mbalimbali. Nilikuwa ninajaribu kuangalia, tunaona watoto wadogo wameshajifunza mambo hayo ya sarakasi, maana ni mazoezi, sanaa ni ajira. Kwa hiyo ina maana watoto baada ya kujiingiza kwenye makundi ambao ni mabaya watapata nafasi nzuri ya kuweza kuvitumia vipaji vyao hivyo vizuri katika kuleta ufanisi, ina maana kielimu lakini pia kiuchumi. Kwa hiyo tuendelee kuvilea hivyo vipaji, lakini tuendelee kutoa shukrani kwa wafadhili ambao wanawezesha michezo hii, lakini pia walimu
na walezi wote kwa kazi kubwa ambayo imefanyika. Mheshimiwa mgeni rasmi ambaye ni mkuu wa wilaya, niendelee tena kutoa wito kwa wananchi wote ambao tunajua mwaka huu tunao uchaguzi mkuu ambao tutamchagua rais, lakini waheshimiwa wabunge na waheshimiwa madiwani, na tuna banda pale ambalo lina kauli mbiu na vipeperushi ambavyo vinatuhimiza kujitokeza kushiriki uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu. Uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Kwa hiyo niendelee kutoa wito kwenu wananchi wote wa tarafa ya Mtae, lakini na wilaya yetu au halmashauri yetu ya Lushoto, tujitokeze kwa wingi itakapofika Oktoba mwaka huu 2025 kwa amani na utulivu, lakini tusiache kuliombea taifa letu, tusiache kumwombea Mheshimiwa Rais na viongozi wetu ambao tumeendelea kuwa na hali hii ya amani. Tuendelee kuombea hivyo ili itakapofika Oktoba basi tuchague viongozi ambao amani na utulivu vitaendelea kudumu katika nchi yetu. Tuendelee kushirikiana na kupendana kama jinsi ambavyo kiongozi wa dini wakati wa ufunguzi alieleza, Baba Shehe, Mheshimiwa Shehe alisema, lakini pia na mchungaji akaunga mkono zile salamu za Shehe za kwamba hapa kuna amani na upendo. Na ni kweli amani na upendo inapotawala kunakuwa na maendeleo. Hizi shughuli zote zimefanyika namna hii na mafanikio makubwa tunayaona ni kwa sababu ya amani na upendo. Kwa hiyo niendelee kutoa wito kwa wananchi wote, tudumishe amani na upendo, tuendelee kuasa vijana wetu, maana wakati wa uchaguzi mara nyingi vijana wanatumika. Tunaona mahali pengine nchi jirani tu pale Kenya hali inavyokuwa, vijana wanaathirika, lakini wale viongozi ambao wanawaweka vijana wetu mstari wa mbele wenyewe wanaendelea tu, vijana wanakufa au wanaumia, wazazi tunabaki na maumivu, walezi tunabaki na maumivu. Kwa hiyo tuendelee kudumisha amani, mshikamano na upendo, lakini itakapofika Oktoba basi tujitokeze kwenda kushiriki uchaguzi ule mkuu. Lakini wale ambao wanahitaji kwenda kugombea basi na wenyewe wawe tayari jinsi ya vyama vitakavyotoa taratibu kwenda kuchukua zile fomu na kuweza kutangaza nia zao kwa mujibu wa vyama vyao na namna ambavyo vitakuwa vimewaelekeza. Lakini mwisho wa siku Oktoba basi kuweza kushiriki uchaguzi kwa amani na utulivu. Baada ya kusema haya, nichukue nafasi hii kukukaribisha Mheshimiwa mgeni rasmi mkuu wa wilaya yetu, Mheshimiwa Zefania Sumaye, kwa ajili ya kuzungumza na wananchi hawa. Karibu Mheshimiwa. Lakini pongezi ziwaendee pia watoto wangu wa sarakasi. Wamefanya kazi nzuri. Hongereni sana kikundi cha sarakasi. Sarakasi au maonyesho haya mnaona watoto wanafanya ni sehemu ya kuchangamsha ubongo na kufanya mtu aweze kufikiri haraka. Kwa hiyo sio michezo tu. Lakini niwapongeze pia wanafunzi mliojitokeza. Ninajua saa hizi ni muda wenu wa masomo, lakini mmekuja kwa sababu ya kusikiliza na kujifunza. Pia hongereni sana. Niwapongeze sana waandaaji wa tukio hili. Lakini niseme kwa kifupi kwamba nimefurahishwa sana na kikundi hiki kinachojulikana kama Agroenvironmental Group, ambacho ni kikundi cha kimaendeleo, cha kiuchumi, kinachojihusisha na masuala ya kilimo, lakini kimeundwa na jeshi la akiba. Hongereni sana. Hata makofi msijipigie, lakini hongereni. Naona mnanishangaa na mimi nawashangaa, mpige hata makofi. Hongereni sana MG. Niwapongeze kwa sababu ya jinsi ambavyo mmefahamu ya kwamba si tu kazi ya kulinda amani na usalama katika jamii inayowahusu, lakini mnaweza mkatumia umoja wenu, mkatumia nguvu yenu kuweza kujihusisha na masuala ya kimaendeleo. Na hili litakuwa ni somo si kwa Lushoto, hili ni somo kwa Tanzania nzima, kwamba tunaweza tukatumia majeshi ya akiba ambayo yapo katika mazingira yetu kuweza kujiletea maendeleo na kuweza kufundisha jamii kwamba tunaweza tukajiunga pamoja, tukatumia muda wetu vizuri. Lakini tunapotumia muda wetu vizuri, kwanza tunaweza kuboresha mazingira yetu, pili tunaweza
kupunguza uhalifu katika maeneo yetu. 3, tunaweza kupata elimu mbalimbali kwa kujiunga pamoja katika mazingira yetu. Na kikundi hiki cha agroenvironmental group kilichoundwa na askari wa jeshi la akiba hapa Lushoto ni mfano wa kuigwa. Nilikuwa napiga mahesabu katika kitalu chetu, tuna miche iliyozalishwa na hawa askari wetu wa jeshi la akiba. Ndani ya miezi miwili wamezalisha, miezi 6 nafikiri, wameweza kusia mbegu na kupanda miche 6,000 ambayo thamani ya miche hiyo kwa bei ya mti mmoja wa parachichi hapa Lushoto ni sawasawa na thamani ya shilingi milioni 30 ndani ya miezi 6 kikundi hiki kimeanzisha. Gharama walizotumia mpaka sasa wametumia shilingi milioni 2,600,000 na wameniambia wanahitaji milioni 1,500,000 ambayo inaweza ikatengeneza jumla ya shilingi milioni 4,100,000, lakini wamezalisha milioni zaidi ya 30 ndani ya miezi 6 kwa kazi waliofanya pale. Jipigieni makofi tena. Hili ni somo na ni fundisho kwa vijana wote wa Tanzania ya kwamba wanaweza wakajiunga, wakajitoa kwenye umaskini kwa kufanya kazi za mikono yao. Kazi iliyofanyika hapa ni kupanda mbegu ya parachichi kwenye udongo Mwenyezi Mungu aliyetujalia na kuumwagilia. Mtu mmoja akashika wiki. Hapa wako zaidi ya 30, maana yake kwa mwezi au kwa mwaka unaweza ukamwagilia mara moja kama mmejiunga kwenye kikundi. Lakini ikiuzwa ina thamani hiyo. Wameweza kutengeneza, ndio maana nimekaa kuangalia vyote vinavyoendelea ni vema kwa sababu kazi waliofanya hawa vijana ni kubwa sana. Nitoe wito kwamba tusiishie hapa. Mmeniambia ya kwamba mnataka tumgawane baadhi ya miche kila moja akapande kwake. Na mimi nasema hapana. Tutashirikiana na viongozi wenu wa vijiji, kata na afisa tarafa kama ambavyo yameanza. Tutapata shamba la pamoja ambalo tukiweza kupanda miche shamba angalau eka 10, tuna uhakika ndani ya miaka 2 ijayo tunaongelea mavuno mengi. Na sisi kama serikali kazi yetu kubwa inayotuhusu ni kuhakikisha tunatafuta masoko ya kile mtakachokizalisha miaka 2 ijayo, miaka 3. Tutakapoanza kupata parachichi basi tusihangaike tena pa kuzipeleka, tujue tunapeleka wapi, na hapo tutakuwa mmejitanzua kwenye umaskini moja kwa moja. Kwa hiyo niwatake sasa baadhi ya miche iuzwe kwenye jamii ili kila mmoja aweze kufaidi matunda yenu, lakini ekari kama 10 ni lazima tuzipande kama shamba la kikundi ili kuweza kuboresha kikundi hiki kiweze kudumu. Mimi hiyo pesa iliyobaki milioni 1 na kwa ajili ya tarafa mimi nitaitafuta. Rangi ya kijani. Huu ni mwanzo na ni mwanzo wa kuleta mapinduzi ya kijani kwenye jamii yetu. Lushoto ni sehemu ambayo Mwenyezi Mungu ameibariki, ina mvua za kutosha, lakini wana Lushoto wamejitahidi kutunza mazingira kama ambavyo mnayaona ni mazuri. Sasa tunatoka hapo tunaenda kutunza mazingira sasa kwa miti ambayo ni ya matunda. Na moja wa mti ambao ni wa matunda na ni mzuri kwa utunzaji wa mazingira ni mti wa parachichi. Nimefurahi kuona kwamba wameandaliwa wataalamu watakaotoa elimu kwa wiki 2. Elimu ambayo itasaidia kufanya kitu kinachoitwa kwa lugha ya kigeni grafting. Maana yake kukata kikonyo ya miche mliyozalisha na kupandikiza mbegu bora ya muda mfupi. Ndani ya miaka 2.5 tunaanza kupata matunda, na hayo ni maendeleo. Na mimi nasema hiyo ni elimu ambayo hata wananchi wako nje mkiisha kupata katika kikundi chenu basi muende mkatoe elimu hiyo huko nje. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wageni wote waaliko mlioko hapa leo, tunafanya jambo la kihistoria ambalo halijawahi kufanyika. Lakini na huu ndo mwanzo wa kilimo cha parachichi katika wilaya ya Lushoto, na unaanza na tarafa ya Mtae. Tunafuraha kwamba tarafa hii
ndio inakuwa mzaliwa wa kwanza wa kilimo hiki cha parachichi. Kipo kwa kiasi, lakini hapa ndio tutakuwa na skimu kubwa za kilimo cha parachichi kama mfano. Na Mungu ametujalia tumepata viongozi wazuri, akiwemo afisa tarafa wenu ni kiongozi wa kuigwa. Anatakiwa kuigwa na watu wote wenye mapenzi mema. Anatakiwa kuigwa na mimi mwenyewe, anatakiwa kuigwa na mkuu wa idara ya kilimo, anatakiwa kuigwa na kila mwenye na maafisa tarafa wenzake. Kila mmoja katika mazingira yake aende akafanya kitu. Kilichotukalisha hapa leo ni ubunifu wa mtu mmoja, kichwa kimoja kilichokaa kikaona tunaweza tukafanya jambo, na jambo likawa kubwa katika jamii. Kwa hiyo hongera sana bwana. Ndugu zangu, nimeona kuna wadhamini pia wameotudhamini baadhi ya vitu. Kwa niaba ya serikali yetu hii ya wilaya ya Lushoto, tunawashukuru sana na tunawapongeza kwa jinsi ambavyo mmekuwa pamoja na sisi katika kuwatafutia Watanzania maendeleo. Hongereni sana wadhamini. Lakini pia nisisahau kuwashukuru wazee. Wazee, wakati natembelea vikundi vya ngoma niliambiwa kuna ngoma ikichezwa kama mvua ilikuwa haiji inakuja, kama inakuja inarudi. Sasa leo niliona kama inanyesha, sijui ni hiyo ngoma au ni maombi yenu. Wetu wazee wa mtae, ni ngoma au ni nyinyi mliomba Mungu? Hamjibu, basi waliomba viongozi wa dini. Nawashukuru sana. Nawashukuru sana. Ndugu zangu, mimi nihitimishe kwa kusema leo nina furaha kubwa sana ya kuwa na ninyi wanamtae. Nimekuwa nikitamani kuja kuwatembelea kwa muda kidogo, lakini nilikuwa nije wiki hii kwa sababu ya mgogoro wa ardhi ulioko kule chini. Ninafurahi kwamba sijaja kwa ajili ya mgogoro ulioko kule chini, nimekuja kwa ajili ya kuona jinsi ambavyo wanamtae wamejipanga kujitafutia maendeleo. Viko vikundi mbalimbali tumeviona, vya wakina mama, vya vijana, na mkurugenzi yuko hapa anafahamu Dr. Samia Suluhu Hassan anataka wananchi wake wenye sana makundi maalum kama vijana, walemavu na kina mama waweze kupata mikopo ya 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri yetu. Na mimi nawaambia fedha zipo. Nendeni mkaimarisha vikundi vyenu, wakina mama mkaimarisha vikundi vyenu, mpitie kwenye uongozi wa kijiji, watawaleta kata, watawaelekeza namna gani mnaweza kupata mikopo ya 10% ili muweze kujiboresha kimaisha. Lakini hata kikundi hiki cha MMG kama watafikia watakidhi vigezo vya kupewa mikopo, mmepata fursa pia ya kuweza kupata mikopo ya 10% kama kikundi. Kwa hiyo kazi kwenu. Niwakumbushe pia, tumekumbushwa juu ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Uchaguzi mkuu umekaribia, na sote kwa pamoja tunafahamu cha kufanya. Mitano tena tukafanya uchaguzi kwa amani na utulivu. Ninaamini wanamtae ni waungwana sana, na kama ni waungwana niambie ukweli. Mama Samia Mama Samia ndio Oktoba, kazi ni kutiki. Twendeni tukatiki, tufanye uchaguzi wetu kwa amani, huku tukimtanguliza Mwenyezi Mungu. Nikiwaomba na viongozi wa dini, mko hapa, shehe wa tarafa pamoja na mchungaji. Basi nimeona saa nyingine huko maeneo mengine wamesema hata viongozi wa serikali saa hizi marufuku kuongea kwenye platform za dini, jambo ambalo sio baya, ni utaratibu tu. Lakini mimi niwaombe ninyi sasa, mkifika huko mkaliombee jambo swala la uchaguzi, mkaombee amani ya nchi, tukaungane pamoja kuwataka Watanzania waendelee kuwa na umoja na amani, tukafanya uchaguzi kwa amani na utulivu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wanamtae, ninawaahidi ya kwamba Mwenyezi Mungu akijalia hazitapita wiki mbili, nitakuja tena kwa ajili ya kusikiliza kero za wananchi, zikiwemo zile ambazo mnazo ninyi, lakini kwa kushughulikia swala la migogoro ya ardhi ambayo kwa hapa sasa ninaona kama imepungua. Kuna kazi ambayo tuliwapa viongozi wa hapa na waliifanya, na niwapongeze wale ambao walikubali kufuata taratibu tulizowawekea ili waweze kupata ardhi baadhi ya maeneo kule chini. Lakini pia niwaombe wale ambao ni wakorofi wanasema hapana, haitawezekana, hebu mkae chini mtafakari.
namna bora ya kuweza kupata haki zetu ni kupitia meza ya mazungumzo, na mimi niko tayari kukaa na ninyi tuweze kuzungumza, tuone ni jinsi gani tunapata ile kilicho haki yenu, na kile ambacho sio haki yenu naachia wenye haki waweze kukipata. Kwa hiyo nitarudi kwa ajili ya zoezi hilo, ninaamini mtanipokea vizuri kama ambavyo leo nimepokelewa na matarumbeta. Matarumbeta kazi yenu Mungu anaiona. Mwasioge, mkurugenzi mtendaji halmashauri ya wilaya Lushoto. Leo tumefika Mtae, katika tarafa ya Mtae kwa ajili ya uzinduzi wa kikundi cha Avo Environmental Group ambao Jeshi la Akiba wameanzisha mradi huo wa kuandaa mbegu za parachichi za kisasa chini ya usimamizi wa afisa tarafa ndugu Daniel Elia. Na uzinduzi huu umefanywa na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Zefania Sumaye mahali hapa ambapo wananchi wamejitokeza kwa wingi na kumekuwa na mwitikio mkubwa. Tunapongeza sana juhudi hizi na mawazo haya ya afisa tarafa, lakini pia na Jeshi la Akiba, namna ambavyo wameanzisha mradi huu na wana miche zaidi ya 6,000 ambayo itasaidia sana kwamba kutakuwa na shamba la pamoja la ekari 10 kwa jinsi ambavyo watahitaji ili kuzalisha na tuweze kupata soko ambalo litawasaidia kuweza kujikwamua kiuchumi. Lakini sio kiuchumi tu, lakini na kuzuia na kupunguza au kuondoa kabisa uhalifu. Maana katika sifa iliyoelezwa huku Mtae kuna vijana au wakazi ambao wanajihusisha na kilimo cha bangi na vitu vingine vya madawa kulevya, kupika pombe zile haramu yani hiyo. Lakini kupitia kilimo hiki ina maana vijana wengi wameondokana na kule, wamejiunga sasa katika uzalishaji wa parachichi. Na halmashauri ya wilaya Lushoto pamoja na idara nzima ya kilimo tumefika mahali hapa na kwa jinsi ya kuweza kuhakikisha tunatoa ushirikiano unaostahili ili malengo ambayo yanakusudiwa na kikundi hiki yaweze kufikiwa. Nawapongeza sana, na sisi halmashauri ya Lushoto tuko tayari kwa ajili ya ushirikiano kuhakikisha yale mambo muhimu ambayo yanahitajika ili kuhakikisha tunapata mazao yaliyo bora na zaidi kimapato. Maana hata halmashauri itanufaika kwa sababu kutakuwa na ushuru wakati wa usafirishaji, lakini wananchi pia watanufaika kwa sababu watapata mapato kupitia lile zao. Kwa hiyo naendelea kupongeza, lakini tuko pamoja kwa ajili ya kutoa ushirikiano wote unaohitajika katika zao hili la kilimo cha parachichi tarafa ya Mtae. Nialike na wananchi wote wa Lushoto waweze kujitokeza na kufika hapa Mtae kwa ajili ya kuendelea kujifunza zaidi. Wito wako je kwa utunzaji wa miche hiyo? Kama nilivyoeleza kwamba miche hii inatakiwa itatunzwa kwa kuzingatia taratibu za kilimo bora cha maparachichi. Na leo tumekuwa na wataalamu, kuna ndugu ambao wametoka Njombe, wataalamu kutoka Njombe, lakini watashirikiana au wanashirikiana na maafisa kilimo walioko halmashauri ya Lushoto ili kuhakikisha wananchi na hao wanakikundi wanapata elimu ya kutosha ili mwisho wa siku mazao miche hii inatunzwa ipasavyo, lakini miche mingine itagawanywa kwa wananchi. Naitwa Daniel Elia Ngalupela. Mimi ni afisa tarafa wa tarafa ya Mtae ambao yupo katika wilaya ya Lushoto, mkoa wa Tanga. Leo ninashukuru kwamba limefanyika tukio kubwa ambalo Mheshimiwa Mkuu wa wilaya ya Lushoto, Mheshimiwa Zefania Steven Sumaye amefanikiwa kufika kwenye tarafa yetu kwa ajili ya kuweza kutuunga mkono kama tarafa kwa zoezi ambalo tuliamua kulifanya kwa ubunifu wa kupambana na changamoto ya madawa ya kulevya. Tarafa ya Mtae ni miongoni mwa baadhi ya maeneo ambayo yameathirika na wananchi, baadhi ya wananchi kutumia madawa ya kulevya. Kwa hiyo katika eneo letu tuna Jeshi la Akiba ambalo ndio linapambana na waovu tofauti wakiwemo hawa wa madawa ya kulevya. Madawa ya kulevya kwa maana kwamba wapo wananchi ambao wanalima bangi, wapo wananchi ambao wanalima mirungi, wapo wananchi ambao wanatengeneza gongo na pia wanazitumia, na hii inasababisha kupoteza nguvu kazi kubwa sana katika eneo letu, na mwisho wa siku tunakuta tunabakiwa na wazee tu, vijana wanakuwa wameathirika. Lakini katika vikao vyetu mbalimbali na katika mipango ya mikakati ya kuweza kupambana na hii changamoto ya madawa ya kulevya, tuligundua ya kwamba wananchi wengi wanaojihusisha na changamoto ya madawa ya kulevya ni kwamba wamelichukulia hilo kama ni jambo la kawaida, na wanaona kama ukiwazuia ni kama unawaonea.
kwa sababu tumejaribu kutumia nguvu ya jeshi la akiba, wakati mwingine imekuwa ni ngumu sana wananchi hao kuweza kuelewa, lakini baadaye tukatumia njia ya upole ya kuwahoji kwa utaratibu, kwa nini wanafanya hiyo, kwa nini wanafanya shughuli nyingine. Ndio tukapata maelezo kwamba wanafanya hivyo kwa sababu wamekuta mababu zao wanafanya, baba zao wanafanya, na wamesomeshwa kwa njia hiyo. Sasa tuwaambie waache waende kwenye mambo gani. Kwa hiyo ikaonekana kwamba njia ya kupambana na swala hili inahitaji diplomasia ya kiuchumi. Sasa mojawapo ya njia ambayo tumetumia sasa, tukaona kwamba hebu tuwatafutie zao mbadala ambalo linaweza likawasaidia wakatoka kwenye kuzalisha bangi, kuzalisha mirungi, wakaenda kwenye kuzalisha parachichi na mazao mengine ambayo yanaweza akawasababisha waache kuzalisha bangi. Sasa kwa nini tumetumia jeshi la akiba? Jeshi la akiba hili ni jeshi ambalo lipo ndani ya tarafa nzima hii ya Mtae. Kwa hiyo hawa jeshi la akiba ndio ambao wameanza kwanza kupata mafunzo. Kwa hiyo watakuwa wanafanya kazi mbili, kwa maana ya kwamba watatoa elimu kwa jamii ya kuhusiana na kilimo cha parachichi na kufanya waachane na kilimo cha bangi au madawa ya kulevya kwa ujumla. Lakini vile vile kwa wale ambao watakuwa sasa wanakuwa na ugumu wa kutokuelewa, ina maana hapo sasa jeshi la akiba inabidi lichukue hatua za kinidhamu sasa ya kuweza kuwakamata na kuweza kuwapeleka kwenye vyombo vya sheria kwa ajili ya taratibu zingine. Anaweza katumwa na kiongozi wake kwenda kumkamata mhalifu, lakini kutokana na changamoto ya kifedha anashawishiwa. Kwa hiyo unakuta mafanikio yanakuwa ni madogo ya kuwapata wahalifu. Lakini sio hivyo tu. Swala ni kwamba ni kuinua pia uchumi, kwa sababu katika hali ya kawaida na katika utafiti mdogo ambao uongozi wa tarafa hii umefanya ni kwamba parachichi inaweza ikawa ni sehemu mojawapo ya kuwa ni zao la biashara katika tarafa yetu ya Mtae, na kwamba parachichi mti mmoja wa parachichi unaweza kukupa hata kilo zisizopungua 200 kwa mti mmoja kama utautunza vizuri. Sasa kilo 200 kwa bei hata kama ni shilingi 1500, maana mtu mmoja utaweza kukupa shilingi 300,000. Fanya kila mwananchi aweze kuwa na miti hata 10 tu, maana yake 300,000 mara 10 maana yake ni milioni 3 katika msimu mmoja ataweza kuzipata. Sasa katika wananchi wasiopungua 45,000 katika tarafa yetu, kila mwananchi akiwa na uwezo angalau wa kupata milioni 3 kwa maana kwa msimu mmoja, maana yake uchumi utakuwa sana, mzunguko wa fedha utakuwa ni mkubwa sana. Hilo ndio lengo kubwa la kuweza kuanzisha kilimo hiki cha parachichi. Sasa wewe kama afisa tarafa, nini wito kwa wananchi wote wa tarafa ya Mtae? Ndugu mwandishi wa habari, ni kwamba wito wangu mimi kama kiongozi wa tarafa hii ni kwamba waunge mkono juhudi za jeshi la akiba ambazo zimeanza, lakini vile vile wajifunze kutokana na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kuweza kutumia muda wake wa kuacha shughuli zake zingine kuweza kuja kwa ajili ya swala hili. Kwa hiyo watambue kwamba hili swala, lakini vile vile wale ambao bado wanahangaika na madawa ya kulevya, kwa kweli tunaomba na najaribu kusisitiza, natoa wito waachane na hiyo, wajiunge na kilimo cha parachichi kama ambavyo miongoni mwao sasa wameshaachana na madawa ya kulevya. Sasa hivi wameweza kudili na parachichi.